Wakizungumza mara baada ya kuwahifadhi wapendwa wao katika nyumba zao za milele, ndugu jamaa na waombolezaji wamesema tukio lililotokea ni tukio baya, na sisi kama familia limetusikitisha sana. Tunaumia sana kwa tukio kama hili la kinyama. Nilipokea taarifa hizi nikiwa nyumbani kwangu Dodoma. Ilikuwa siku ya Alhamisi na Jumapili jioni nikaanza safari. Kwa ufupi tu tunaomba jeshi la polisi lifanye kazi yake ili kuhakikisha kwamba matukio kama haya hayajirudii katika jamii yetu, sababu ni tukio ambalo limetumiza sana, tumekosa mwelekeo. Kwa tunaomba jeshi la polisi, kwa sababu lina mbinu mbalimbali na intelijensia. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya tukio hili ambalo limemkuta mdogo wangu, ananifuata kwa mara ya tatu. Anayenifuata ni yule aliyemaliza kuongea, lakini huyu ni wa mara ya tatu, ambaye mke wake na mwanae wamekufa kwa kunyongwa. Kwa hiyo jambo hili ndio limenifanya niweze kufika mahali hapa kwa niaba ya kumfariji na kuendelea na mengine, ambapo tunajiandaa sasa kuweza kurudi nyumbani kwa kupeleka msiba nyumbani. Asante. Mimi ndo mume wake na marehemu huyu aliyefariki kwa kisa cha kunyongwa. Mimi ndo baba wa mtoto huyu aliyefariki kwa kisa cha kunyongwa. Nasikitika sana. Mke wangu, mwanangu. Viongozi wa dini akiwemo mkuu wa kituo cha polisi Kilosa, SCP Donald Mhina, walioshiriki katika msiba huo pamoja na mambo mengine wamesema huyu hapa na mtoto wake hana hatia sasa hivi. Mwenyezi Mungu amempokea kwa sababu amekatwa maisha yake. Alikuwa anapenda kuishi, lakini Mwenyezi Mungu wakati umefika. Lakini katika tukio ambalo liliomtoa roho ni tukio la kinyama, kwa Mwenyezi Mungu huyo aliyofanya mambo hayo basi amepokea mizigo yake yote. Katika jamii jambo hili halitakiwi na halikubariki, na ikibidi tunaomba sana dola ifanye kazi kumsaka huyu mtu, apatikane na yeye apate adhabu kama alivyoadhibu hawa. Niwaombe sana ndugu zangu, mtusaidie, na hakuna mhalifu atakayekatiza endapo jeshi la polisi na wananchi watashikamana na kuwa kitu hichi. Hakuna mhalifu atakatiza mali hapo. Lakini kwa habari ya imani naomba niongee neno moja. Ndugu yangu, hakuna mtu yoyote duniani tangu tunasoma habari ya Kaini na Abel, hakuna aliyemwaga damu ya mtu isiyokuwa na hatia akabaki salama. Hayupo. Hayupo. Damu ya mtu inamlia tu, italilia tu. Damu ya mtu italia tu. Hakuna aliyemwaga damu ya mtu akabaki nini? Salama. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwaheshimu viongozi wa dini. Tukiona jambo gumu kwenye kifamilia tuanze kulipeleka huko. Kuna mambo ya kisheria ukiona gumu lilete kwenye jeshi la polisi. Awi. Tuko pamoja jamani. Kila mtu ana nafasi yake katika jamii. Kutoka Kilosa mkoani Morogoro, mimi ni Sifuni Mshana wa ITV. ITV Super Brand Afrika Mashariki.